kuna Wagambia, kuna kampuni inaitwa Gachi imekuja hapa. Hiyo Gachi haijafanya chochote ili tuweze kujua mradi huu ni mbaya ama si mbaya. Hatujafanya chochote, hatujaambiwa kwamba wananchi watalipwa nini. Je, hapo tunaweza kusema project ni mbaya? Lakini imeshatokea kwamba kwa sababu ya ukosa kuelewana ya MCA na governor wameanza kuleta shida mpaka sasa hii project hii huenda nayo pia ikaenda. Huu mradi wa mchanga mweusi una muda kama miaka 7. Tulikuwa tukitafuta ni jinsi gani tutapata ama tutajua huu mchanga ni wa nini. Tukachukua samples zikipelekwa, zikaenda China, zikaenda kila mahali. Mara ya mwisho tukapata kwamba una maana na una madini ambayo ni hitajika sana. Kwanza tulianza kupata wageni wa China wakija kwa kuvamia, tukaja tukawasimamisha. Juzi tukapata mgeni ambaye ndio investor ambayo anahitajika na alipitia kwa serikali na tukaja tukaongea naye. Mimi nilikuwa, vijana wote wa Timboni walikuwa, wenye mashamba walikuwa. Tulifanya mikutano kama 3. Tukahusishwa, tukaambiwa athari na tukaambiwa mapato ya huo mradi. Sisi tumekuwa na mikutano zaidi ya 4 tukielezwa jinsi ya faida ya madini haya ambayo yatakuja katika maeneo yetu. Hatuna doubt na hilo. Tunachotaka ni kwamba ni kiwango gani ambacho tunaenda kupewa sisi kama wakazi pamoja na vijana wetu ambao wamehustle hata kupata ile tantanum ambayo iko pale katika timbo yetu. Ninawaambia wale ambao investors, msiogope, tunawakaribisha 100% katika maeneo haya ili mradi huu usifeli. Tunataka yale yaliyofeli ule mwingine, huu tunataka uendelee. Na sisi kama ni kweli si kweli, waje wasije waje. Mheshimiwa Governor Gideon Mung'aro, tunasubiri wewe uje launch hii shughuli ambayo imewekwa katika maeneo yetu. Wewe ni mheshimiwa katika jimbo letu la Kilifi. Ninakuomba na kukurai, hakikisha ya kwamba umefika Sabaki kulonchi huu mradi, kwa sababu tumeelewa ni kwa ajili ya faida yetu. Inadaiwa kwamba tayari wananchi wa Sabaki na watu wa Magarini wamekubali ule mradi. Kwa hivyo hata tuko na picha katika mitandao ya baadhi ya viongozi wa hapa mashinani ambao wamepiga picha na governor, mstahiki governor na yule mwekezaji na baadhi ya washirika wake, kwa madai kwamba kuna ripoti iliyokusanywa kutoka Sabaki na ikakabidhiwa mheshimiwa governor. Hili eneo la mradi liko mkabala na sehemu ambayo inaitwa Sabaki Kibokoni Baharini Squatter Settlement Scheme, ambayo matokeo yake hayajajulikana. Wananchi wangali wanasubiri title deeds. Feti ya kuhusu umiliki wa ardhi wa ile eneo ambalo wananchi wanakaa na wanasubiri hati miliki haijajulikana. Na upana wa hili eneo ambalo linadaiwa kuwa na madini hatujajua. Kwa hivyo huenda ikawa ni njama. Haiwezekani mtu aje aseme anachimba madini hapa, kwanza hatujajua the status ya ardhi iko namna gani. Tunataka kujua hii ardhi hasa ni ya nani. Tunataka kujua kama ni watu watolewe kwa sababu ameishi hapa miaka enda miaka rudi. Compensation yao imepangwa kinamna gani. Tunataka kujua yule ambaye anakuja kuchimba madini ni nani na faida ya wananchi hapa itakuwa namna gani. Tunatoa ilani ya kwamba chochote cha mambo ya madini katika mkoa wa Pwani kwanza stop, na wananchi wa Pwani kwanza tujulishwe madini yetu ni yapi na yako wapi. Tujue ni nani alipewa license ya prospecting katika kila sehemu ya madini katika mkoa wa Pwani, na tujue ya kwamba mpango wa serikali wa kuchimba haya madini uko namna gani.